Habari gani mwana KOA TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwa KOA TV. Chama cha Demokrasia kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii kimeamua kuchapisha barua ya wazi kutolea ufafanuzi kwa kile ambacho kinaendelea baada ya Mahakama Kuu ya Tanzania kuweza kutoa walaka wa kusitisha shughuli zote za kisiasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nasoma barua ya wazi kama ilivyoandikwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na nukuu: taarifa kwa umma kuhusu kusitishwa kwa shughuli za kisiasa za Chadema. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuwataarifu viongozi, wanachama na umma wa Watanzania juu ya hali ya hatari inayojitokeza kwa kiasi dhidi ya vyama vya siasa vinavyopigania mabadiliko ya kweli nchini. Hali hii inahatarisha juhudi za kurejesha kwa enzi za utawala wa kiimla unaotumia vyombo vya dola na mahakama kama zana ya ukandamizaji sauti mbadala baada ya kulinda haki za wananchi na utawala wa sheria. Kwanza, tunaendelea kushuhudia njama zilizo wazi zinazoratibiwa kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kushirikiana na watu waliopoteza uhalali wa kisiasa. Kupitia kesi isiyo na msingi, ni dhahiri kuwa kuna njama za makusudi za kuingilia, kuchafua na kuvuruga uongozi halali wa Chadema kwa lengo la kuua operation yetu ya no reform no election. Yaani, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Harakati za kidemokrasia zinazodai mazingira huru na haki ya uchaguzi. Pili, tumekuwa mashuhuda wa kelele za kisiasa na vurugu na hujuma dhidi ya mikutano yetu ya hadhara kwa maelekezo ya wazi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Polisi wamekuwa wakilazimisha kubadili viwanja vya mikutano, wakurugenzi wa halmashauri wakitunyima tusitumie viwanja tunavyoomba hata baada ya kupokea malipo kutoka kwetu kwa madai yasiyo halali, na kuendesha shughuli ambazo hazikuwa kwenye mipango yao. Zaidi ya hayo, makundi ya vijana wasio na ajira yamekuwa yakitumika kuleta vurugu, kuwatishia wananchi na kujaribu kuzima ujumbe wa matumaini na mabadiliko tunayoeneza nchi nzima. Tatu, jana tarehe 10 Juni 2025, katika hatua ya wazi ya kuingilia uhuru wa kisiasa wa vyama, mahakama chini ya Jaji Hamidu Mwanga imetoa amri ya kusitisha kwa muda wa siku 14 shughuli za kisiasa za Chadema kutokana na kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Zanzibar kwa miaka 15 Bwana Saidi Isa Mohamed pamoja na baadhi ya viongozi ambao wanatoka katika chama hicho cha demokrasia. Wajumbe wa bodi ya udhalimu wa chama. Jaji alitoa uamuzi huu bila chama kuwa na mawakili wake baada ya wakili wetu Jebla Kambole akijitoa kutokana na kuhisi kutotendewa haki. Jebla Kambole aliomba kusitishwa kwa kesi hadi chama kitapopata wakili mwingine, lakini jaji alikataa na kuendelea kusikiliza kesi kwa upande mmoja tu na kutoa uamuzi wake. Kwa mtazamo wetu, uamuzi huu umechochewa zaidi na shinikizo la kisiasa baada ya msingi wa sheria au haki, huku ukizingatia hali ya kisiasa iliyo nchini mwetu. Chadema inachukua hatua hizi kama ishara hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Viongozi wa Chadema watafanya mkutano wa dharura kutathmini hali hii na kuamua msimamo rasmi wa chama kuhusu hatua za kuchukua. Tunatoa wito kwa viongozi, wanachama, wafuasi wetu na Watanzania wote wanaoamini katika msingi wa uhuru, haki na demokrasia kuwa tayari kupokea maelekezo kutoka kwa viongozi wakuu wa chama. Hatutarudi nyuma
katika kudai Tanzania yenye mfumo wa haki, uhuru na utawala wa sheria. Imetolewa siku ya jana tarehe 10 mwaka 2025 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni barua ya wazi ambayo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeweza kuchapisha katika mtandao wa Twitter na mitandao mingine ya kijamii. Jina langu DOK TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuungana nami katika ulimwengu wa siasa. Lakini watu walikuwa na maoni tofauti katika eneo la kuandika maoni. Hapa nataka nipitie maoni mawili matatu nione watu wamezungumza nini kuhusiana na hichi ambacho Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kujibu tuhuma ambayo kuweza kujibu kauli ambayo imetolewa na Mahakama Kuu. Wa kwanza hapa namuona Deogratias amesema Mbowe alikuwa kiongozi mzuri, ila alizungukwa na watu wenye ufahamu hafifu, na waza huenda yeye ndio yupo nyuma ya haya yanayoendelea. Lakini 24 anasema kwa hiyo chama hakipo mpaka baada ya siku 14 na msiende mahakamani tena, mtaenda kufungiwa mwanzo mwisho mpaka kesi iishe, sio leo. Lakini Kasim anasema gonga like kama umemwelewa huyu mwamba. Lakini Filipo anasema tunaomba maamuzi magumu, maneno tunamwachia Mungu, sio Chadema ya kanisa. Lakini B18 anasema jamani, chama kipo moyoni mwetu na tutaendelea kukienzi. Lakini Hans anasema no reform no election. Mwasamboma anasema no reform no election. Lakini Sibaba anasema no reform no election. Lakini Christina John anasema no reform no election. Rashidi anasema mlio imeanza. Lakini My Face anasema tutavuka tu. Lakini Lugha anasema Comrade anasema safi. Lakini Usanda Afrika anasema watu wote wa Tanzania wajitokeze kwa maandamano ya kila siku ili hukata dhuluma hizi za utekaji, ubakaji na uwaji. Siwezi kuendelea kusoma hapa, umetukana. King Mo anasema taarifa yenu imejaa porojo tupo. Jaji ameingilia uhuru wa kisiasa kwani jaji ndo aliwashtaki Chadema? Nyie mmeshtakiana wenyewe kwa wenyewe. Lakini Sembara anasema yote hayo ndiyo maana tunasema no reform no election. Comment ya mwisho hapa kutoka kwa Yohana Liza anasema no reform no election. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Lakini pia una uwezo ukashusha comment yako katika sehemu ya comment section. Nitakuja kupitia nione una mtazamo gani kuhusiana na hichi ambacho Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeweza kuzungumza. Bye bye, tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa.